Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena siku nyingine ambayo tunajifunza maneno ya Mungu na tunaendelea na somo letu la miaka 7,000 ya dunia. Naamini kama ulikuwa pamoja nami katika session zilizopita, kuna vitu ambavyo Mungu alikufunulia, na leo tupo katika sehemu yetu ya 3, na leo tutaenda kuangalia zaidi kuhusiana na Sabato. Sabato ni nini? Ushakusikia kuhusu Sabato? Kwa nini watu wanasali Sabato? Kwa nini tumepewa amri ya kusali Sabato? Na Sabato ina maana gani katika miaka 7,000 dunia na kwenye unabii katika uumbaji? Je, Sabato ilikuwa inaashiria nini haswa? Karibu sana tujifunze maneno ya Mungu. Sasa tutaanza na kusoma maandiko yetu yale ya msingi, Isaya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10, maneno ambayo Mungu alizungumza kuhusiana na miaka 7,000 ya dunia. Isaya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10, Biblia inasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa tunaona Mungu anazungumza kupitia nabii Isaya akisema kwamba kumbukeni mambo ya zamani za kale. Anawaambia watu wakumbuke mambo ya zamani za kale, maana anasema, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Anasema tena, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Kuna tofauti gani ya yeye mpaka anasema hakuna aliye kama yeye? Afu anakuja mstari wa 10 anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale. Tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Anasema tena, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa anasema utofauti wake yeye na miungu mingine yote ni kwamba yeye anatangaza mwisho tangu mwanzo. Yaani anasema kwamba tokea mwanzo alishautangaza mwisho, alishasema kitakachokuja kutokea, na amesema alichokisema lazima atakitimiza. Na tukasema kwamba katika miaka hii 7,000 dunia, tokea uumbaji, Mungu alishatamka, alishatoa unabii wa miaka ya dunia tokea Adam mpaka sasa hivi tulipo, alishatabiri na amesema mapenzi yake yote yatatimia. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuangalia ule unabii, kurudi mwanzo ili ufahamu mwisho, lazima urudi mwanzo. Anasema nitangaze mambo yasiyotendeka bado. Kwa hiyo tukasema kwamba tutatumia kanuni ya kwamba kwa Bwana siku moja ni sawasawa na miaka 1,000 na miaka 1,000 ni sawasawa na siku moja. Na hii kanuni sio ya kutunga wala ambayo nimetunga mimi, lakini ni kanuni ambayo ipo kwenye neno la Mungu. Na Petro alizungumza hilo katika Petro wa pili 3:8. Petro akasema kwamba, lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1,000 na miaka 1,000 ni kama siku moja. Kwa Petro anatoa hii tunaita ni kanuni ambayo anasema siku moja ni kama miaka 1,000 na miaka 1,000 ni kama siku moja. Kwa hiyo ndio kanuni ambayo Petro anaisema kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1,000 na miaka 1,000 ni kama siku moja. Kwa hiyo ndio kanuni ambayo tutaenda kuitumia. Na Petro tukasema kwamba Petro hakuitoa hii kanuni, hakuitunga yeye, lakini tokea Agano la Kale ukisoma Zaburi ya 90, ambapo mwandishi wa Zaburi ya 90 alikuwa ni Musa. Na kumbuka Musa ndio aliandika Torati. Ina maana Torati ni kitabu cha Mwanzo kutoka Mambo ya Hesabu kumkula Torati. Musa pia alizungumzia kuhusiana na hii kanuni ya kwamba akasema katika ile Zaburi 90 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema kwamba maana miaka 1,000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita na kama kesha la usiku. Kwa Musa Zaburi ya 90 anakuja kurudia tena, anakuja kusema kauli hiyo ambayo Petro amekuja kuisema tena Agano Jipya. Musa tokea Agano la Kale akasema kwamba kwako miaka 1,000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita. Na maana anarudia tena ni vile vile anasema kwamba siku moja ni kama miaka 1,000 na miaka 1,000 kwako Bwana ni kama siku moja. Na maana hii ni kanuni ya kinabii ya Mungu kutafsiri maandiko, ambayo ndio tumeitumia kutafsiri maandiko katika kitabu cha Mwanzo. Ukiangalia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, tumezungumza hii kanuni na kuithibitisha katika siku 6 za uumbaji kwamba kila siku ilikuwa inawakilisha miaka 1,000 ya mwanadamu tokea Adam. Na tukasema kwamba sasa tuko mwaka wa 6,000, yani maana yake mwaka 5,000 mpaka 6,000. Kama hujatazama sehemu ya kwanza na ya pili, Mungu akusaidie sana uweze kutazama, kwa maana kuna vitu vingi vya kujifunza pale.
Kwa hiyo tukasema katika siku sita za uumbaji ni Mungu alikuwa anatabiri, anasema mambo ambayo yatatokea katika hiyo miaka. Kwa mwaka, siku ya kwanza maana ilikuwa inawakilisha mwaka 0 mpaka mwaka 1000 tangu Adam na kilichotokea pale. Siku ya pili maana ilikuwa inawakilisha mwaka 1000 mpaka 2000 tangu Adam. Siku ya tatu maana mwaka 2000 mpaka 3000. Siku ya nne mwaka 3000 mpaka 4000. Siku ya tano mwaka 4000 mpaka 5000. Siku ya sita mwaka 5000 mpaka mwaka 6000. Na kila kitu ambacho kiliumbwa katika hizo siku za kwenye uumbaji kilikuwa kinatabiri vitu ambavyo vinatokea. Tukasema kwa mfano Mungu akasema iwe mianga miwili, iwe jua na mwezi, mwanga mdogo mwanga mdogo na mianga mkubwa. Na maana tukasema kwamba katika ile miaka mwaka 3000 mpaka 4000 ndio mwaka ambao alizaliwa Yesu kama jua. Yesu anaitwa jua la haki, nuru ya ulimwengu. Na tukasema mwezi ilikuwa inawakilisha uzao wa Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nuru ndogo. Yohana anasema mimi sio nuru halisi, lakini ipo nuru ambayo inamtia nuru kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hujapata nafasi ya kuangalia, tazama session ya kwanza na ya pili, tumezungumza kwa undani kabisa kuhusiana na siku ya kwanza mpaka ya sita na kila siku ndani ya miaka ilikuwa inawakilisha nini. Leo tupo katika siku ya saba na ya mwisho ambayo inasema kwamba ni siku ya Sabato ambayo inapatikana katika ile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mwanzo 2:1 mpaka 3. Biblia inasema hapa ni baada ya Mungu kumaliza kuumba kila kitu. Sasa Biblia inasema kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo tunaona katika siku ya saba Biblia inasema kwamba siku ya saba Mungu alimaliza kufanya kazi yake yote. Maana Mungu aliumba tokea siku ya kwanza mpaka siku ya sita. Ilipofika siku ya saba Mungu akastarehe, akapumzika, akaibariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu siku ya saba Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote. Kwa hiyo leo tutaangalia kuhusiana na hii siku ya saba ambayo tunaita Sabato. Tutaangalia hii siku ya saba inaashiria nini haswa, ambayo ndio tunaita Sabato. Siku ya saba ya uumbaji inaashiria nini katika miaka hii 7000 ya dunia. Kwa hiyo tunasema kwamba siku ya saba ndio hii ambayo tunaita Sabato. Kwa hiyo siku ya saba ndio hiyo ambayo inaitwa Sabato, kwa sababu Mungu alistarehe, akapumzika, akaacha kufanya kazi yake yote, ambayo ni mwaka 6000 mpaka 7000. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa tunapata wapi huu nabii wa siku ya saba? Unamaanisha nini kwa hii miaka 7000 ya dunia? Tukisoma ile Waebrania, waraka wa Waebrania kuanzia sura ya 3, kuna picha pale mwandishi wa Waebrania ameisema, ambao natamani tuweze kuifahamu ili tuweze kufahamu sasa unabii wa siku ya saba. Tumeangalia unabii wa siku ya kwanza mpaka ya sita, ilikuwa inaashiria nini katika hii miaka 7000 ya dunia. Sasa tuangalie unabii wa Sabato. Tukisoma ile Waebrania sura ya 3 kuanzia mstari wa 18, Biblia inasema tena ni akina nani aliowapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi. Basi tunaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kabla sijaendelea, naomba ufahamu kwamba hiyo Waebrania kuanzia sura ya 3 mstari wa 12 mpaka huu mstari wa 19 na kuanzia hii sura ya 4 mpaka mstari wa 11 anazungumzia kuhusiana na safari ya wana wa Israeli, ya kwamba kuna watu ambao Mungu aliwatoa Misri, akawafikisha paka kwenda wale wapelelezi kwenda kupeleleza ile nchi ya ahadi, lakini kutokana na uasi wao na kutokuamini, Mungu akawaahidi kwamba hiki kizazi ambacho hakijaamini ninawapia kwamba hamtaingia nchi yangu ya ahadi ambayo ndo Kanani. Sasa Kanani kwenye hii maandiko anaita raha yangu. Anasema huu mstari wa 19, basi tunaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao, kuingia kwenye raha. Anatumia neno raha. Mstari wa 18 anasema kwamba tena ni akina nani aliowapia kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi. Kwa baada ya kuasi wale wapelelezi 10 ambao waleta taarifa bovu, Mungu akamwambia nyie, kwa sababu mmeasi, mtazunguka jangwani miaka 40 mpaka kila mtu ambaye ameasi aondoke afe,
Lakini Joshua na Kalebu ambao walileta ripoti njema ndio wakaweza kuingiza Wanaisraeli katika nchi ya ahadi. Sasa tunaendelea mstari wa 14. Sasa anasema kwamba kumbuka Joshua aliweza kuwafikisha Wanaisraeli nchi ya ahadi. Kwa hiyo ukisoma ile mstari wa 8 Waebrania 4:8 anasema, maana kama Yoshua angaliwapa raha asingelinena siku nyingine baadaye, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa anaambia kwamba kama nyie mlikuwa mnahisi kwamba kuingia Kanaani ndo kupata raha, ndo kupata pumziko, basi asingenena siku nyingine, kwa sababu tunatambua hata Wanaisraeli walivyoingia Kanaani bado kulikuwa kuna vita vya kupigana. Bado walipigana vita, walipokuwa bado waliingia nchi ya ahadi, lakini hawakupata raha, ile pumziko linalotakiwa. Kwa anasema kama ingekuwa ile kuingia Kanaani ndio raha kamili ambayo nilikuwa nasema, basi asingesema kuna haja kuingia kwenye raha nyingine. Mstari wa 10 anasema, kwa maana yeye aliingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Mstari wa 11, basi na tufanye bidii. Sasa tunaambiwa sisi waamini na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Kwa hapa Paulo anatutia moyo, anasema kwamba anawaambia sasa kila mtu afanye bidii kuingia katika ile raha. Sasa raha ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Raha ipi? Raha ya Kanaani? Hapana. Tunatambua kwamba waliingia Kanaani, lakini bado kulikuwa kuna vita. Ina maana hawakupata pumziko ambao Mungu alikuwa anataka walipate. Ina maana kuna raha nyingine ambayo inatakiwa tuingie, ndio raha ya Sabato. Sasa Sabato ilikuwa inaashiria nini haswa? Tukumbuke Yoshua ni mfano wa Kristo. Tunaposema Yoshua Yoshua analinganishwa na Kristo, na raha ya kwanza ambayo Yoshua aliyoingiza Kanaani, ndio sisi sasa tuna raha ya pili ambayo sasa tutaingia katika raha ya Kristo, ambayo ndio ile utawala wa miaka 1000 wa Bwana wetu Yesu Kristo, raha ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa turudi kwenye somo letu ambao ni Sabato na miaka hii 1007 ya dunia. Sasa tumesema hii siku ya 7 ni mwaka wa 6000 mpaka mwaka wa 1007. Hii Sabato ni mwaka wa 6000 mpaka mwaka wa 1007. Mwaka wa 6000 mpaka mwaka wa 1007. Na kumbuka kila siku moja ni miaka 1000, na maana hii ni miaka, nayo ni miaka 1000. Siku ya 7 ya Sabato ni miaka 1000, ambao kama tunatambua tutakuwa na siku hii tunaita siku ya Bwana, ambao ni utawala wa Kristo wa miaka 1000 baada ya kanisa kunyakuliwa na kurudi tena kutawala duniani kwa miaka 1000. Kwa kulingana na siku moja sasa miaka 1000, ina maana Sabato tunayosubiria bado haijafika. Ile Sabato ambayo imetangazwa, Mungu akasema siku ya 7 Mungu akapumzika, na maana ilikuwa ni picha ya kuashiria kwamba tutakuwa na miaka 1000 ya kupumzika ya wana wa Mungu. Baada ya miaka 6000 ya dunia kumalizika, kutakuwa na utawala miaka 1000 ndani ya dunia. Na kumbuka maneno ya Yesu aliyosema kwamba tukisoma Yohana 5:16 mpaka 17, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Yesu akawajibu, sikiliza majibu Yesu. Yesu akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda. Hebu tujiulize swali. Mungu, tukisoma kitabu cha Mwanzo, anasema Mungu akastarehe siku ya 7 akaitakasa. Yesu hapa anakuja kusema kwamba Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda. Ina maana ile ilikuwa ni picha. Mungu hahitaji kupumzika wala Mungu hachoki. Ile ilikuwa ni picha inaonyesha kwamba dunia baada ya miaka 6000 kutakuwa na mapumziko ya miaka 1000, ambayo ndio siku ya 7 ambayo ndio Sabato. Ndio maana tumepewa agizo kwamba ikumbuke siku ya Sabato itakaa siku 6 fanya kazi. Na maana miaka 6000 dunia mwanadamu anateseka katika dunia hii, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Na siku hiyo usifanye kazi yoyote. Ina maana hakutakuwa na kufanya kazi, itakuwa ni kustarehe, itakuwa ni kufurahi, itakuwa ni kutawala na Bwana Yesu kwa miaka 1000 hapa duniani, ambayo imetabiriwa katika kitabu cha Ufunuo kwamba tutatawala naye kwa miaka 1000 hapa duniani, Yesu akiwa kama mfalme wa hapa
duniani. Hivyo utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 ndio utimilifu wa siku hii ya Sabato katika mpango wa Mungu wa miaka 1000. Lakini nataka mtu wa Mungu kumbuke jambo moja, ya kwamba na utambue kwa makini ya kwamba sisi tupo mwishoni kabisa wa mwaka huu wa 6000. Tuko mwishoni kabisa wa mwaka huu wa 6000. Tuko mwishoni kabisa. Siku hizi ni za mwisho na za hatari, mtu wa Mungu. Tuko mwishoni, ni punde tu Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Swali la kujiuliza, umejiandaa? Uko tayari? Umemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Una uhakika na maisha yako baada ya kuondoka hapa duniani? Una uhakika Yesu akija kuchukua kanisa utakwenda pamoja naye? Una uhakika utakuwa pamoja naye? Utakuwa pamoja na Yesu katika utawala wa miaka 1000? Mtu wa Mungu, uwe na uhakika sasa. Fanya maamuzi sahihi. Tupo nyakati za mwisho. Tupo wakati wa mwisho kabisa. Yesu anakuja kuchukua kanisa lake kuingia katika Sabato ama siku ya Bwana. Na hii ndio ilikuwa somo letu ambalo tulizungumzia kuhusu miaka 7000 ya dunia na kuthibitisha kwa maandiko hasa katika unabii ndani ya uumbaji ya kwamba mpango wa Mungu wa dunia tangu Adam mpaka sasa ni miaka 6000, na kuanzia mwaka 6 ukishaisha tunaondoka hapa duniani, tunarudi kutawala na Yesu kwa miaka 1000. Na uko tayari, mtu wa Mungu? Ni swali ambalo unatakiwa ujiulize. Ni swali ambalo unatakiwa ujiulize wewe ambao umeokoka, lakini uambie wengine habari njema. Watangazie wengine wokovu, watangazie wengine. Sisi ni wajumbe wa kwenda kufikisha hizi siri. Biblia inasema siri ya Mungu ambayo imefichwa. Hizi ni siri ambazo zimefichwa katika neno. Wewe ambao unazifahamu, usikae nazo ndani. Zungumza na watu, ambie watu kweli, waambie watu Yesu anarudi, waambie tupo katika nyakati za mwisho, na ajiandae, awe tayari ili twende pamoja. Hili ndio somo letu la miaka 7000 dunia. Na kumbuka, mtu wa Mungu, tuko mwishoni kabisa. Kwa hiyo jitahidi twende pamoja Yesu akija kuchukua kanisa lake. Naamini Mungu amekubariki sana. Kama umebarikiwa na somo hili, usiache kusubscribe. Watu wengi ambao wanafuatilia masomo haya hawasubscribe wala hawalike. Jitahidi usubscribe, ulike, nasaidia sana ujumbe huu kuweza kufikia watu wengi zaidi. Watu wengi zaidi waweze kusaidiwa na neno hili, na watu wengi zaidi waweze kufikiwa na neno la Mungu. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Naitwa Besti Katunzi. Amen. Tutakutana katika kipindi kingine kinachofuatia, na tutazungumza zaidi kuhusu nyakati za mwisho na wakati ambao tupo sasa. Ni dalili gani hasa ambazo zinatuhakikishia kwa hakika kwamba tupo wakati wa mwisho na tupo mwishoni kabisa wa mwaka huu wa 6000 tukikaribia kuondoka hapa duniani. Mungu akubariki sana.